Taarifa zaidi mara baada ya viongozi wa kanisa Katoliki kuweza kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan, kulizungumzwa maneno mengi sana kabla ya kuweza kukutana, lakini pia hatimaye yamekwisha. Yani kwa wale ambao waliamini kwamba viongozi wa dini wanakubaliana na maandamano ama wanasapoti maandamano ama uchochezi ama vurugu, basi ni kufahamishe kwa ewe Mtanzania, lakini pia kwa wewe unaizidi kunisikiliza kwa kupitia channel yetu pendwa ya Hatboy Media, ni kwamba viongozi wa kanisa la Katoliki nchini Tanzania tena likiweza kuongozwa na Rais Wolfgang Pisa mara baada ya kuweza kukutana na uongozi na kuamini kwamba hakuna kitakachoweza kutokea, yani hakuna maandamano, na wanahakikisha kuliombea taifa la Tanzania ili mradi lisiingie kwenye mvurugano na uchochezi wa aina yoyote. Kama kulikuwa na changamoto zilizojitokeza kwa hapa kati kwa baadhi ya viongozi wa dini kuweza kujihusisha ama pia kuhusisha siasa na masuala ya dini, lakini pia na kuweza kuonekana kwamba labda wanatoa ushauri ambao unaweza kuonekana uko upande wa chama fulani, lakini rasmi ni kwamba viongozi wa kanisa la Katoliki likiweza kuongozwa na rais ambaye pia ni rais wa TEC ambaye ni Wolfgang Pisa mara baada ya kuingia makubaliano ya amani na taifa la Tanzania. Kwa hiyo kwa wale wa Tanzania wasiamini kwamba kanisa Katoliki kwa hivi sasa linasapoti maandamano. Hapana, la hasha, ukweli uko wazi na taarifa nimeweza kuitoa kwa umakini kabisa na kukwambia tu kanisa la Katoliki hivi sasa nchini Tanzania ni kwamba halikubaliani na haliruhusu uchochezi, vurugu ama uvunjifu wa amani siku ya tarehe 29 ambayo itakuwa ni siku ya uchaguzi kwa mwaka huu 2025. Sasa unaweza ukawa na cha kuzungumza, cha kusema, cha kushauri, basi pia nitakupa uwanja wako mpana wa kuweza kuzungumza na kuweza kuhakikisha kabisa kwamba jambo linakaa sawa kwa ushauri wako na maoni yako ambayo yanaweza kawa ni tija kabisa kwa taifa letu la Tanzania, lakini pia kwa uchaguzi wa mwaka huu 2025. Hii ikiwa ni Hatboy Media, cha msingi tukutane kwenye upande wa comment, ili usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kama kawaida.